Uhujaji wa matumaini pamoja katika sala. Leo katika kanisa hili letu la huruma ya Mungu, tunaweza sema ni wakati wa neema, na tuna furaha tukisherehekea pamoja na hawa wapendwa kina mama, watumishi wa Mungu wa kikundi hiki cha CWA, wamama wa Katoliki, siku hii ambayo ni siku ya utume kwao. Waswahili wanasema mara kwa mara, ukiona vyaelea vimeundwa. Hawa kina mama wengi wao wamevalia haya mavazi siku ya kwanza leo hii, na hili ni vazi la wanawake wa Katoliki wa parokia hii, na imewachukua muda mrefu, karibu mwaka mzima, miezi 8 wakifundishwa, wakiwa waaminifu. Na si rahisi kuwa darasani. Wale wote ambao tumepitia shuleni kusoma ama kufundisha, has never been easy. Baada ya kuwa commissioned ama kutumwa leo hii, itawachukua tena muda kama wa miezi 6 bado wakisoma, wahitimu tena, ili wavalie mavazi haya ya jimbo kama yale mnaona yamevaliwa na walimu na viongozi wa kikundi hiki. Hili vazi ambalo lina picha ya kanyungu, na hako kanyungu msiulize sana kanapika nini. Kanapika mambo yanayoboresha imani ya kina mama. Wanataka kuongozwa na maadili mema ya Kikristo, wakipendana wenyewe kwa wenyewe, wakihudumia Mungu katika familia zao kama kina mama, katika kanisa na pia katika taifa letu kwa upendo, wakidhibiti ile imani, wakishikilia steering pamoja na Kristo, na wanatembea bado kama watu ambao wamejawa na matumaini. Mwaka huu tunajivunia na tunaomba tuwe watu wa matumaini. Kwa hivyo kwanza kabisa tupongeze hawa kina mama. Kama umekaa na yule ambaye amevalia vazi hilo siku ya kwanza, can you give her a pat on the back? Hata wenyewe mnapongezana. Kanisa, tuambie hawa kina mama, well done. Keep it up. Na tuendelee kusimama na wao kwa sala, na wale ambao hasa ni bwana wa hawa nyumbani, mwashikilie vizuri. Watoto ambao mnajivunia hawa mama zenu, washikilieni hasa pia kwa sala. Na tukisherehekea haya, tukituma hawa kina mama kwa jina la Kristo, tukiwakabidhi mwanga wa Kristo, tukiwakumbusha kwamba wao ni mwanga, wameshikishwa mwanga na wamekuwa kama chumvi. Masomo ya leo pia yanapiga muhuri hizo hatua ambazo hawa kina mama wamepiga na safari ambayo wanaendeleza. Masomo yote ya leo tukikumbuka kwamba tunakaribia mwisho wa mwaka, na tukikaribia mwisho wa mwaka tunasherehekea kwanza mwezi huu wote tunaombea nyoyo za wafu. Hata sisi ni candidates wa kufa. Kwa hivyo tunastahili kuishi vizuri ili wakati wa kufa tufe katika hali ya neema. Alafu mwisho wa mwaka katika kanisa huwa tunasherehekea sikukuu ya Kristo Mfalme ambayo tutasherehekea next Sunday.
ili tukipatia Kristo mfalme nafasi katika maisha yetu, ikifika wakati wa Krismasi, the nativity of the Lord, azaliwe vizuri, tukifahamu yule anayezaliwa kwetu ni mfalme wa amani, anatawala katika maisha yetu. Tunafundishwa pia, bali na kukaribia mwisho wa mwaka, masomo yote yanazungumzia mambo ya mwisho wa ulimwengu. Si mnajua sisi ni wasafiri, ni mahujaji. Tunapita tukielekea wapi? Mbinguni. Na diposa tunahimizwa hata kama tuko hapa ulimwenguni, mawazo yetu na nyoyo zetu ziwe kwa nani? Kwa Mungu. Kweli tuko chini, lakini tunazingatia mambo ya mbinguni. Mambo yote tunakumbushwa yanapita. Tukisoma somo la filosofia zamani tukiwa shuleni, tulikuwa tunafundishwa kwamba you cannot, for instance, wash in flowing water twice. Huwezi oga na maji ambayo yanateremka mara ngapi? Sababu ukienda kuoga si yale yameenda. Mambo yote ni kama hayo maji. Mambo yanapita. Na kama mambo yanapita, ni vizuri tujiulize ni nini hubakia mwisho wa yote. Tukisikiza hiyo injili ya leo, Yesu anaambia Wayahudi kwamba kanisa lao la Yerusalemu ambalo walijenga wengi wakalirembesha litakuja kubomolewa. Na si lilibomolewa. Na anawakumbusha pia mambo yote inapita. Hata tukijenga kanisa kama hili, tujue hili kanisa haliwezi ishi bila sisi wa Kristo, na litakuja kubomolewa pia. We have a very major and mega project in our minds, na ni lazima tuendeleze hilo jengo ili tubadilishe uso wa kanisa letu, wa parokia yetu. Lakini tunaambiwa kama mambo yote yatapita, tuzingatie yale ambayo hayatapita. Yale hayatapita ni kama neno la Mungu, hekima tunayopata kwa Mungu, na roho ambayo ni ya Mungu tumeumbwa nayo. Lakini hata miili yetu itazikwa baada ya kifo chetu. Lakini kwa sababu mambo hubadilika, ni vizuri tuzingatie yale ya imani ambayo hata kukibadilika vipi, imani yetu haita yumba. Nowadays, kuna mambo mengi ya kustua watu. Unaweza kuwa unaegeza katika biashara, usikie mara umeshindwa labda kulipa loan, and you're auctioned. Si mnaona watu wakiwa auctioned? Ama saa zingine umesimama uko strong, unaenda kwa daktari, anakuambia you are sick. Utafanya nini isipokuwa kudhibiti huo ugonjwa? Anything can happen in our lives, and it's good to be prepared. Wazungu wanasema if you're hoping for the best, be prepared for the worst. Lakini sisemi haya niwaogopeshe. Hata Yesu hakuwa anasema haya atuogopeshe. Cha muhimu ni kwamba whatever comes our way, tusiumbayumbe, tujue na tuko pamoja na Kristo ambaye ni Bwana wetu na Mwokozi wetu. Somo la kwanza kutoka nabii Malaki linatukumbusha ama linaongelelea mambo ya moto unaotakasa, si wa kuharibu. Anasema kwamba Malaki, siku itakuja itakayowaka kama tanuru, siku ambayo mambo kama uongo,
udhaifu, upepetevu vitayeyushwa na moto wa Mungu, na kile kitabaki kimeng'aa ni ukweli, ni imani, ni matumaini, ni mapendo. Moto kama huo unageuka kuwa jua la haki linaloponya na kuangaza. Hawa kina mama wakati wa formation yao ni kama walikuwa wanapitia kwa moto. Inasemekana hata dhahabu hujaribiwa kwa moto. Yule anayetengeneza dhahabu anahakikisha kwamba anaichoma, ikifika certain temperature anatoa, anapanguza, anachoma tena, hawezi achilia ichomeke kabisa, na anajua imeiva wakati anaipanguza, na anajiona kwa hiyo dhahabu inakuwa kama kioo. Imewachukua muda mrefu mkioshwa, mkifundishwa, mkiongezewa neema za Mungu, ili mtu akiwaona hivi anaona sura ya nani? Ya Mungu ndani yenu. Na hata kama mmeng'aa hivyo, hata kama tunazungumzia mambo ya mwisho, na bila shaka tutaaga dunia sote, tunaambiwa hakuna yeyote kati yetu ambaye anajua Mungu wake atafika wakati gani. Cha muhimu ni kukaa kama tuko macho, tuko gangali kama vile vijana wanasema. Na katika kujiandaa kwetu, Mtakatifu Paulo akizungumzia waumini wa Thesalonike, anawaambia hataki kusikia kwamba kuna watu hawafanyi kazi. Hataki idlers. Kila mtu ana jukumu yake, hata hawa kina mama. Na kina mama muna majukumu mengi, kwa sababu munaangaliwa na kila mtu. They say a woman is like a neck. A woman is like a neck. Neck inaunganisha kichwa. Si mwanaume ndiye kichwa, na mwili tunaweza sema ni watoto. Hiyo neck ikisema haita turn, familia yote sitakaa stagnant. So Mungu amewabariki kama kina mama, na mmekuwa kama walimu, ili mfundishe hata hawa kina baba na watoto kuwajibika vizuri. Wakati kama huu likizo, tufundishe watoto wetu kujisimamia, kuwa self reliant, kwamba wanaweza pika, wanaweza jioshea vyombo na nguo zao, hata wakiachwa pale nyumbani hawezi lala ja. Wanaume vile vile, hata kama mama hayuko, si hata mtu huenda safari, hata kama si kufariki. Kama mama hayuko, baba anaweza shikilia paka kazi ya nani? Ya mama. Si bila shaka watu wanaoana ili wasaidiane. So Paulo anasema hata kama tunazungumzia mambo ya mwisho, lazima tuendeleze kazi, ili Kristo akikuja atupate tukiwa wale watumishi waaminifu, wale ambao Mathayo husema umetenda mema, umejitahidi vizuri, Mkristo mwaminifu, ingia katika ufalme wa Bwana wako. Lakini kama umekaa hivi tu, haufanyi kazi, umeduaa, unategemea kupewa, kila wakati ni kuomba, na ili hali umebarikiwa na akili, una mwili na una nguvu, una roho ambayo inaweza penda na kuhudumu, utauliza nani? Wanasema mara kwa mara kazi iko kwa nini? Kwa mikono. Tujifunze kazi zote, hata wale ambao ni vijana, bila kuchagua, so that we don't fall victims of what Paul is saying, that if you don't work, you have no reason whatsoever to eat. We all deserve to eat,
to get re-energized, but you cannot eat if you are not working. Paul himself alikuwa na side hustle. Hata akihudumu alihakikisha kwamba anatengeneza hema. Side hustles are not bad. It is good to be jacks of all trades. Hiyo kazi tuifanye kwa hekima, tusiweke mawazo yetu yote hapo, tukijua we have an obligation of making our world a better place than we found. Katika kazi zetu tunaambiwa tena katika Injili tutajipata kwamba tuna mambo ambayo yanatupumbaza, yanatutoa kwenye laini, yanatutoa katika mambo ya kimungu. Ndio maana tunaambiwa tusimame imara, na wanakwaya tunaweza imba ule wimbo wa simama imara katika imani, usiogope, usiogope. Mnaujua? 1 2 sing. Imara katika imani. Do not be afraid. So kauli mbiu ni kwamba tusimame imara na tusikuwe watu wa kuogopa. Tukumbuke nimebatizwa, tumepewa paka sakramenti ya kipa imara kama soldiers in the army of the Lord. Injili hiyo inasema ama inazungumzia juu ya vita, juu ya hofu, manabii wa uongo na majaribu. Na majaribu huwa ni kila wakati kwa yeyote yule ambaye ni mfuasi wa Kristo. Lakini ujumbe wa Kristo ni mmoja tu, ati kwa uvumilivu wenu mtauokoa uzima wenu. Wanawake hawa wa hapa Divine Mercy wanategemea Mungu, si mtu, na msiogope hata nyinyi. Bebeni imani kila mahali ambapo kuna vurugu, hata kati yenu kama kina mama, hata kule nyumbani. Mbebe hiyo huruma ambayo ni hapa Divine Mercy kila mahali ambapo kuna chuki. Mwe watu wa kuunganisha watu na kuleta mawiano, na mlete ukweli kila mahali palipo na udanganyifu. Tazameni mbele kwa pamoja. The Lord may be misty. Na hii inanikumbusha kuna msichana mmoja alienda safari na baba yake, tuseme walienda kule Rift Valley. Na wakirudi hivi Nairobi, si mnajua hiyo barabara inakuanga na mist wakati mwingine. Kukawa kuna mist sana. Msichana ndiye alikuwa anaendesha gari. Baba anamwambia usisimame, weka paka fog lights on. Na huyu msichana akiendesha anaona watu wengi wamelemewa, wameegeza magari yao kando. Akitaka kuegeza anamwambia endelea ku drive into this mist. I'm sure tutashinda. Na walipotokea pale wakatoka kwa mlima. Sasa baada ya kutoka kwa hiyo mist, baba akamwambia msichana, sasa unaweza simama kando, hata tunaweza shuka kwa gari. Kamuuliza, sasa kwa nini hukutaka nisimame wakati tuko kwa mist? Unataka nisimame sasa hivi? Nataka utazame kule nyuma, uone hiyo mist, uone watu wengi wavivu na wanajiita madriver, wameegeza magari yao, wameshindwa kuendesha. Sisi ni washindi.
And I want you to approach life like that. Imani yetu pia haitaki mtu hafifu. Tuko na Kristo. Na ukiwa na imani, ukiwa na hekima, sababu at the end of the day tunaambiwa we have to keep flying. Na the two wings, ya imani na ya reason. Faith and reason have to go together. Hata katika imani yetu lazima ujue ni kwa nini unatenda hayo. Kwa nini ujue ni kwa nini unafuata hiki kikundi cha kina mama, si kikundi kingine. Why do you come to church? You are not forced. So as you fly, remember there is no airplane that is not confronted by turbulences. Hata meli kule baharini zote zinakumbana na mawimbi. Na hii habari si ya kina mama tu, ni kwetu sote. Tusipoteze matumaini paka mwisho. Lakini ili uweze kushinda paka kule mwisho, you have to live today well. When we were being ordained many years ago, tulikuwa tunaambiwa ukienda kusoma misa uisome kana kwamba ndio ya kwanza, hujai soma nyingine, na ndio ya mwisho. Ukitaka kuishi leo, live today. One day hauko peke yako, kwa nani? Na Mungu. Na tukisema tuko mwisho wa mwaka na wa kanisa, si tumekuwa tukihudhuria hii kanisa whole year, every Sunday, even some of us come here daily. Ujumbe maalum umekuwa kwamba nyinyi ni wafuasi wa Kristo. Kila wakati tunaambiwa tubuni na muamini nini? Injili. Lakini utapata kati yetu hayo maneno yamekuwa kama mazoea. Hata kuomba msamaha, kuishi vizuri na wenzako inakuwa ni gumu. Tuchunge tusikae kama wale watu walioishi wakati wa Noah. Mnakumbuka what happened? Noah akijenga Sabina alikuwa na hubiri watu watubu. Inasemekana alihubiri muda gani? 120 years. 120 years. Na watu bado waliangamia. Tumekuwa hapa mwaka mzima, isikuwe hayo mahubiri yote, isikuwe hayo mafunzo yote mmepata, ni ya bure. Tukiwatuma kina mama, tunawaambia tumbuni, muamini Mungu, muamini Injili, na mpendane nyinyi kwa nyinyi, na msaidiane. Kutumwa, tumesema tena, ni kama kukabidhiwa nini? Mwanga, na unakumbusha wewe ni chumvi ya ulimwengu. Juzi tulipokuwa tunamzidikisha mmoja wenu, huyu Angelina Gonzo, nakumbuka nilitoa hadithi ya mama mmoja aliyepewa mshumaa wake akitumwa, na alirudisha kama unawaka. Wengi walikuwa wamezima. Kaulizwa, mshumaa wako umeweza kuwasha vipi? Akasema, mimi niligundua nikiwa huku njiani kuna upepo, kuna giza, unaweza kosa kuona mahali unaenda, upepo unaweza vuma, na unazima nini? Mshumaa wako. Sasa nikaamua sitatembea peke yangu, nitatembea na kina mama wenzangu, kwa sababu hiyo mshumaa iwezi zima yote, atago yule ambaye yake imewaka bado inaenda ninawasha hapo. And this is the reason as why people have to walk together. Mshumaa wako ukiwaka, ukizima, unawashiwa na mwingine mpaka mwisho, na sote tutakuwa washindi. So as we stand here, na tumekuwa tukifundishwa, hayo mafundisho yawe kama mwanga wenu. Msisahau yale yote mmesoma. Na kutumwa kwenu leo hii kuwe ni juhudi mpya ya kuangazia kila mtu, iwe ni kanisani, iwe ni kule katika familia zenu, na hata katika kanisa tunahitaji mwanga wa Kristo. Hasa katika familia, katika jumuiya zetu, katika vikundi vyote, si CW peke yake, hata wanakwaya pia wanahitaji mwanga wa Kristo.
Parokia hii yetu yote inahitaji mwanga wa Kristo. Jamii ya binadamu wote kila wakati wanapitia dhoruba nyingi. Kuna ugumu, saa zingine kuna hofu, kuna migogoro, kuna umaskini, na watu wanakata tamaa. Ndio maana tunasema sisi ni mahujaji wa matumaini. So kina mama, utume wenu uwe ni wa kuongezea watu wengine pia matumaini. Mjue, as Divine Mercy women, you are being sent. Palipo na hukumu, mtumie hiyo huruma ya Mungu. Palipo na kukata tamaa, muombe na muombe watu wote wa Mungu. Palipo na uhitaji, msaidie mahali mtaweza. Palipo na uongo, mlete nini? Ukweli. Bila kusahau kwamba kina mama pia wamebahatika na kueneza nini? Saa zingine wanaeneza ugomvi, gossip, mushene. Tuzuie hiyo mshikamano, haisaidii, haijengi, iishe. Tunawatuma tena, nendeni leo, si kama wanachama wa CWA tu, bali kama taa katika dhoruba. Mlete rehema kila mahali, na muwe mashahidi wa ufalme ambao tunatarajia, ufalme wa Kristo, mfalme wa dunia yote. Bwana awe nanyi.